Tuelekee kule DRC. Jeshi la Uganda lilithibitisha Jumapili kuwa limetuma wanajeshi katika mji mwingine wa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya wenyeji yenye silaha, huku kukiwa na hofu kwamba mzozo mkali unaweza kuzusha vita vikubwa zaidi. Mahagi ni katika jimbo la Ituri ambalo linapakana na Uganda, ambapo takriban watu 51 waliuawa mnamo Februari 10 na watu wenye silaha wanaoshirikiana na Codeco, kulingana na vyanzo vya kibinadamu na vya ndani. Lakini swali ni je, wanajeshi wa Uganda wanafanya nini huko Ituri? Balozi Dudu Mirefu anaangazia hili akiwa DRC. M23 walitokea Uganda na baadaye tukaambiwa kwamba Uganda amealikwa majeshi yake kusaidia, lakini ikaonekana kwamba ukiangalia kiundani utagundua kwamba kweli rais wa Kongo alitaka kuonesha nia njema kwa Uganda kwamba haya mambo ya M23 usiingilie, mambo ya Rwanda usiingilie, wewe njoo utafute waasi wako, maana madai ni kwamba tunakuja kutafuta waasi wa Rwanda na wa Uganda Kongo. Matatizo yetu Uganda na matatizo yetu Rwanda hatuwezi kuyatatua sisi wenyewe huko Rwanda au Uganda. Fadhali twende Kongo tupate solution. Nafikiri hili ndio jambo lililofanyika. Haikuwa kwamba Waganda wanakuja Kongo kwa nia ya kusema kwamba wapiganishe waasi wao ADF, lakini sio kwamba wazuie M23 kufanya mambo yao. Ni mtazamo wake Balozi Dudu Mirefu, mchambuzi wa siasa za DRC. Nchini DRC, ripoti ya muungano wa mashirika makuu mawili ya kiraia inayoangazia hali duni ya maisha ya taasisi za kisiasa na ukuaji wa mapato ya kitaifa unaofanywa na usomi wa kisiasa. Ripoti hii kutoka kwa kampeni ya Kongo Haiuzwi na mtandao wa kupambana na ufisadi wa Pan-Africa unaonyesha tofauti ya kushangaza na umaskini unaoathiri idadi ya watu na ukosefu wa usawa wa mapato. Undani zaidi na Ali Bilali. Ripoti hiyo inasema nchini DRC ukosefu wa usawa wa mishahara ni wa kushangaza. Wabunge wanapata hadi dola za Marekani 21,000 kwa mwezi, huku walimu, wanajeshi, maafisa wa polisi wakipokea karibu dola 100 za Marekani. Matumizi ya fedha za umma hayadhibitiwi vyema, hasa katika ikulu ya rais wa jamhuri na katika wizara mbalimbali, huku kukiwa na ziada ya bajeti. Uwazi unaozunguka mishahara ya viongozi wa kisiasa unalaaniwa vikali. Kwa hivyo ripoti hiyo inapendekeza kupunguza gharama za kitaasisi kwa kuunganisha miundo fulani. Kwa mfano, shirika la kupambana na ufisadi la rais na ukaguzi mkuu wa fedha, na zaidi ya yote kuondoa vyombo vilivyopitwa na wakati kama vile kamati ya kitaifa ya kufuatilia mkataba wa baraza la uchumi. Hatimaye mashirika ya kiraia yanachukizwa na tabia ya Rais Felix Tshisekedi, ambaye kulingana na ripoti hiyo anakosa nia ya dhati ya kupunguza matumizi ya fedha za umma, hasa kwa ahadi yake ya kuwapa wabunge magari 5,000 aina ya Jeep. Hili linaonekana kama dharau kwa mapambano ya haki na mgawanyo wa haki wa utajiri wa taifa. Tukisalia DRC, hali ya utulivu imerejea Jumatatu hii katika mji wa Kadutu, Bukavu, Kivu Kusini, baada ya shambulio lililofanywa na wapiganaji wa Wazalendo Mai Mai katika eneo ambalo linakaliwa na waasi wa M23.